السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد. إخوة الإيمان، لدينا بشرى سارة، فقد قدم إلينا ضيف كريم وأخ عزيز وشيخ فاضل، فضيلة الشيخ الأخ أبو خولة مبوانا عبد ابن إيشي الباجوني حفظه الله تعالى. وصل هذا الأخ في بلادنا زائرا مستبشرا حفظه الله تعالى. ndugu zangu waislamu, tuna bishara njema ya kufurahisha. Tumetembelewa katika mji wetu na mgeni wetu mwema insha Allah, ndugu yetu Sheikh katika da'wa hii, al-akh al-Sheikh Abu Khawla Mbwana ibn Abd Ishe al-Bajuni hafidhahu Allah, Sheikh mashuhuri ambaye ni msimamizi na ni mwalimu katika Masjid Sunna iliyoko Pangani, Tanga. Ametembelea ndugu zake katika mji huu, katika msikiti wetu huu Masjid wa Bidhar Jundub ibn Junada hapa Moshi. Lakini pia al-akh Abu Khawla, kwa sisi watu wa Moshi ni mkwe wetu, ameoa hapa. Kwa hivyo pamoja na ziara kwetu sisi ndugu zake, amekuja ukweni kuja kusalimia. Sasa ametupa fursa ya muhadhara huu insha Allah taala utafanyika leo baada salati al-maghrib, baada ya sala ya maghrib katika msikiti wetu huu mpaka isha. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, sisi tulioko hapa na wale ambao wako mbali na hapa, ikiwa habari zitawafikia, na sisi tukiwe ni mabalozi wa kuambiana, maimamu maduati katika vituo vyetu vyote vya Moshi, ima ni Pasua, ni Matindigani, ni Shabaha, ni Njoro, kwa vituo vyote tuwalikane, tupashane habari ya kuhudhuria muhadhara huu wa mgeni wetu huyu. Tutakuwa na muhadhara leo hapa katika msikiti huu wa Jundub ibn Junada baada salati al-maghrib mpaka wakati wa isha, na muhadhir ni shekhi huyo niliyomtaja, Abu Khawla Mbwana Abd hafidhahu Allah ta'ala, na tunaye yuko katika mji huu. Kadhalika kwa wale wenye kupenda kheri, ni wabashirie pia ziara ya shekhi huyu inaendelea katika ukanda wetu. Sisi insha Allah ta'ala tutakuwa naye leo hapa Moshi mjini, lakini kuanzia kesho ataendelea na ziara yake katika ukanda huu. Ataelekea Bumang'ombe kwa ndugu yetu Sheikh Abdul Karim Urasa katika markaz Ibn Qayyim, lakini ataelekea Arusha, atakwenda na Manga, na hatimaye anakwenda Nairobi. Kwa hivyo watu wa ukanda huo nao wajipange kumtumia vizuri shekhe huyu katika mapito yake hayo. Hiyo ndio ratiba yake. Kwa hivyo Allah nawahimiza na kuwatangazia kuhudhuria katika muhadhara huu wa leo wa hapa Jundub, na muhadhara huu utakuwa ni baina al-maghrib wal isha. Kwa hivyo habari kama hizi zikifika, tunaomba tuzitilie umuhimu, kwa sababu huenda ukaja ukakaa kwenye kikao kama hicho ukapata neno moja la kukufaa wewe katika akhira yako na dunia yako. Huenda neno moja tu
likawa ni sababu ya kufungua maisha yako ya kilimwengu na ya kidini, na huenda ukasikia jambo la kimakosa ambalo wewe unalifanya kwa siku zote na hujui. Ndio faida ya vikao vya ilmu, na hasa ikiwa ilmu hizo zinatolewa na watu wa sunna. Al-akh Abu Khawla bwana Abd ni katika duati ahli sunna as-salafiyin, ni mtu salafi asiyekuwa na shaka hata chembe katika salafia yake. Watu kama hawa kusikiza darasa zao kuna faida, kwa sababu tunaamini usalama wa kule ambako wanachukua da'wa yao, kwa sababu yantamun ila salafia. Kwa hiyo tuitokeze kwa wingi katika mihadharati na vikao kama hivyo vya masalafi, ikiwemo shekhe wetu huyu Abu Khawla na wengine katika salafiyin, katika maduati na mashayikh wa hapa Tanzania. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lamu, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.